الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: لهم أم لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر لهم، waombee msamaha hao. Au la tastaghfir lahum, au usiwaombee msamaha hao. In tastaghfir lahum 70 marra, kama utawaombea msamaha hao mara 70, falan yaghfir Allahu lahum, basi hatowasamehe Allah wao. Falan yaghfir Allahu lahum, hatowasamehe Allah wao. Dhalika hilo biannahum kafaru billahi wa rasulihi, kwa sababu wao wamemkufuru Allah na mtume wake. Wallahu la yahdi alqauma alfasiqin, na Allah huwa hawaongoi watu mafasik. Istaghfir ya Muhammad lilmunafiqin, waombee msamaha Muhammad hawa wanafiki. Allah tabaraka wa taala bado yuko kuelezea wanafiki ubaya wao. Au la tastaghfir lahum, ama usiombee wao, falan yaghfir Allahu lahum, basi hata wasamehe wao Allah, mahma kafara istighfaruka lahum, vyovyote itakavyokuwa wingi ule msamaha wako kwa wao, watakarrara, na ikawa unajirudia rudia. Allah tabaraka wa taala hata wasamehe لأنهم كفروا بالله ورسوله، وسبب واو من كفر الله نمتم واجه. والله سبحانه وتعالى لا يوفق للهدى، الله تبارك وتعالى هوفق لو وغفو الخارجين عن طاعته ولا وجهتوك وجهتك الرياء. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، wamefurahi wale wenye kuwekwa nyuma, wale waliobakishwa nyuma, bimaq'adihim, kwa kule kukaa kwao katika majumba yao, khilafa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nyuma au baada ya kutoka kwake mtume wa Allah, rehma na amani. Wakarihu an yujahidu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillah, na wakachukia kupigana jihadi kwa mali zao na nafsi zao katika dini ya Allah. Waqalu, na wakasema, la tanfiru fil har, msitoke nyinyi katika wakati wa joto. Manake wanaambiana wao kwa wao, na hii ni kuzungumzia ile kutoka katika ghazwa, na hii ni ghazwa Tabuk, kama tulivyotolea maelezo kwamba ghazwa hii jana katika wakati wa joto kali, katika wakati jua liko kali mno, tunda wakati huo hakuna, watu hali imekuwa ni ngumu ya kiuchumi. Wanafiki kawa wao kwa wao wanapiana nasaha kwamba wasitoke kuelekea katika vita. Waqalu, na wakasema kuambiana wao kwa wao, la tanfiru fil harri, msitoke nyinyi katika wakati wa joto kali. Qul, waambie Muhammad, naru jahannama ashaddu harra, moto wa jahannam una joto kali mno, una joto kali zaidi. Lau kanu yafqahun, lau wangekuwa wao wanafahamu. Yani kwamba hili joto mnaloliona hili, nikasema kwamba ni joto kali, hawezi kutoka kwenda katika ghazwa, basi moto wa jahannam joto lake ni kali zaidi kuliko joto la duniani. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، wamefurahi wale wenye kubakishwa nyuma ambao ni wanafiki.
bimaq'adihim, kwa kule kukaa kwao katika majumba yao. Manake hao walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakataka istidhan lilqu'ud, utaka ile ruhusa ya kukaa kutokwenda katika vita. Mtume akawapa ruhusa bi'tibari dhawahiri, kwa kule kuzingatia ule uwazi wao nje yao, na jambo lao akalegemeza kwa Allah tabaraka. Kwa hiyo walipokuwa ruhusa hii wakafurahi sana. Fariha almukhallafuna bimaq'adihim, walifurahi wale wenye kubakishwa nyuma kukaa kwao majumbani, khilafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, baada ya kutoka mtume wa Allah rehma na amani. Khilafa ikiwa na maana ba'd, na tafsiri nyingine khilafa rasulillahi kwa kule kumkhalifu na kumpinga mtume wa Allah rehma na amani zaidi yake. Hii pia ni tafsiri ambayo hutakufasiriwa. Manake khilafa rasulillahi hali ya kuwa ni wenye kumkhalifu mtume wa Allah rehma na amani zaidi yake. Hii ni tafsiri. Wakarihu an yujahidu biamwalihim wa anfusihim fi sabilillah, na wakachukia kupigana jihadi kwa kutumia mali zao na nafsi zao, yani kutoa nafsi zao, kutoa mali zao, ili wakalichukia fi sabilillah, katika kuitetea dini ya Allah. Waqalu, na wakasema, la tanfiru fil har, msitoke, msende nyinyi katika vita katika wakati wa joto kali. Hawa ni wanafiki, walikuwa wanaambiana wao kwa wao fi ghazwat Tabuk. Qul, waambie Muhammad hawa wanafiki, qul lilmunafiqin naru jahannam ashaddu harran, moto wa jahannam una joto zaidi, yani kuingiza ule mtu mwovu katika moto wa jahannam kuna joto zaidi humo ndani katika jahannam kuliko ile joto la dunia. Lau kanu yafqahun, lau wangelikuwa wao wanafahamu. Sheikh wangu anasema fariha almukhallafuna, wamefurahi wale wenye kuachwa nyuma, alladhina takhallafu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ambao wao walikhalifu kumwacha mtume wa Allah rehma na amani zaidi, biqu'udihim fil madina, kwa kule kukaa kwao katika mji wa Madina, mukhalifina li rasulillahi alayhi salatu wassalam, hali yakuwa ni wenye kumkhalifu mtume wa Allah rehma na amani zaidi yake. Wakarihu an yujahidu ma'ahu, na wakachukia hawa wanafiki kupigana jihadi pamoja naye mtume, biamwalihim wa anfusihim, kwa kutumia mali zao na nafsi zao, fi sabilillahi, katika dini ya Allah. Faqala ba'dhum li ba'd, wakaambiana wao kwa wao, la tanfiru fil har, kwamba msitoke katika wakati wa joto. Wakanat ghazwat Tabuk, na ilikuwa hivi ni vita vya Tabuk, fi waqti shiddati al-har, katika ule wakati wa joto kali. Qul lahu ya Muhammad, waambie hawa wanafiki Muhammad, naru jahannam ashaddu harra, moto wa jahannam joto lake ni kubwa zaidi. Lau kanu ya'lamuna dhalik, lau kama wangelikuwa wanalijua hilo. Falyalhaqu qalilan waliyabku kathiran, na wacheke kidogo sana. Ukifurahi kwao basi wacheke kidogo na walie sana. Jazaan bima kanu yaksibun, hali yakuwa ni malipo kwa yale ambao walikuwa huko duniani yaksibuni, wakiyachuma. Si wanafurahi hawa wakule kuacha kwao nyuma, kutoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi alghazwa, katika vita hivi. Allah anawaambia falyalhaqu qalilan, basi na wacheke kidogo sana, manake wasicheke wakamaliza. Kwa sawa, manake wasicheke wakamaliza, wala wasisema wakamaliza. Waliyabku kathiran, na walie sana, usikitikia kwa wale ambao watakokutana nao. Fima ba'd, jazaan bima kanu yaksibun, hali yakuwa ni malipo kwa wale ambao walikuwa wakiachuma. Falyadhaku haulai almunafiqun, bas na wacheke hawa wanafiki, alladhina takhallafu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ambao wamekaa nyuma kumwacha mtume wa Allah rehma na amani juu yake, fi ghazwat Tabuk, katika vita vya Tabuk. Qalilan fi hayatihim ad-dunya al-faniya, bas na wacheke kwa muda mchache tu katika haya maisha yao ya dunia yenye kutoweka, yenye kumalizika. Waliyabku kathira fi nari jahannam, na wacheke sana na walie sana atakapokuwa katika moto wa jahannam.
jazaan bima kanu yaksibuna fi dunya, hali ya kuwa ni malipo kwa yale ambao wanayachuma katika maisha haya ya dunia, min an-nifaqi wal kufr, kutokana na ule unafiki walikuwa wakifanya huko duniani na ukafiri wao. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum, na kama atakurudisha Allah katika kundi miongoni mwao, imana kama Allah ametakurudisha salama kutoka katika vita, alafu ukahitaji kwenda katika vita vingine ukapigana, alafu wakataka ruhusa sasa utoke na wewe, ndio alichokusudia Allah tabaraka wa taala katika hii aya. Yani kwamba lau kwamba Allah kama atakurudisha Allah salama kutoka katika hii vita Tabuk, ukarudi Madina hali ya kuwa umesalimika wewe na masahaba wako, alafu vikatokea vita vingine, vita ambavyo vikakulazimu utoke wewe na wale masahaba waliokuwa nao katika ghazwa Tabuk, wakaja hao wanafiki kuja kukuomba ruhusa utoke, watoke pamoja na wewe. Unaona hiyo? Usiwakubalie tena wala usiwaruhusu, achana nao, habari yao imemalizika. Ndio mafuhumu hii aya ambayo Allah tabaraka wa taala anatueleza. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin, na kama atakurudisha Allah wewe katika kundi miongoni mwao kutoka katika hii ghazwa, fasta'adhanuka lilkhuruj, na wakakutaka idhini wewe kutoka katika vita vingine. Yani maana kumetokea vita vingine, sasa unataka kutoka nao sasa vile vile wakatamani watoka vita hivyo, wamevikataa kutoka pamoja na wewe. Lakini kama tutatokea vita vingine wanakutaka ruhusa utoke na wewe, fasta'adhanuka lilkhuruj, wakakutaka ruhusa, wakakutaka idhini kutoka. Faqul lan takhruju ma'i abada, waambie kwamba hamtotoka pamoja nami milele. Walan tuqatilu ma'i aduwan, na wala hamtopigana vita pamoja nami na adui wowote. Innakum raditu bilqu'ud, hakika nyinyi mmeridhia kukaa awwala marra, tangu na mara ya mwanzo simliridhia nyinyi kukaa na mkacha kutokwenda katika vile vita vya Tabuk, kwa hata vita vingine vitakapofuatia pia nyinyi hamna haki ya kwenda na kuongozana nani. Faq'udu ma'al khalifin, kaeni pamoja na wale wenye kukaa nyuma. Waambie maneno, manake Allah tabaraka wa taala kakata shauri tena, kwa sababu hawa wametakhallaf biduni udhuri shar'i anil ghazwa, wameacha wao kwenda katika vita pasi na udhuru wa kisheria. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum, na kama atakurudisha Allah salama kutoka katika hii ghazwa Tabuk katika kundi miongoni mwao hao wanafiki, fasta'adhanuka lilkhuruj, wakakutaka ruhusa kutoka katika vita vingine vitakavyojitokeza. Faqul, waambie, lan takhruju ma'i abada, hamtoweza kutoka pamoja nami milele. Walan tuqatilu ma'i aduwa, na wala hamtoweza kupigana na vita na mimi kwa adui yoyote. Innakum raditum bilqu'ud awwala marra, hakika nyinyi mmeridhia kukaa huko nyuma, kukaa katika majumba yenu, kukaa mjini mara ya mwanzo kabisa fi ghazwat Tabuk. Faq'udu ma'al khalifin, maskaeni pamoja na wale wenye kukaa nyuma. Sheikh wangu anasema fa in raddaka Allah, kama atakurudisha wewe Allah ya Muhammad, Muhammad, min ghazwatik, kutoka katika vile vita vyako, ila jama'atin min almunafiqin, akakurudisha katika kundi la wanafiki, athabitin ala nifaq, ambao athabitin ni wenye kuthibiti juu ya unafiki. Fasta'adhanuka lilkhuruji ma'aka ila ghazwatin ukhra, na wakakutaka idhini kutoka pamoja na wewe katika vita vingine baada ghazwat Tabuk, baada hii vita Tabuk. Faqul lahum, waambie, lan takhruju ma'i abada, hamtoweza kutoka pamoja nami milele. Fi ghazwati min alghazwat, katika vita yote katika vita itakayotokeza baadaye. Walan tuqatilu ma'i aduwa min al'a'da, na wala hamtoweza kupigana nami na adui yoyote katika maadui. Innakum raditum bilqu'ud, hakika nyinyi mmesharidhia kukaa katika majumba yenu awwala mara mwanzo kabisa. Faq'udu ma'a alladhina takhallafu 'anil jihad, maskaeni pamoja na wale ambao waliobaki nyuma kuacha kupigana jihadi ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam.
wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, na wala usimswalie yoyote miongoni mwao aliyokufa milele, maana kule kumwombea dua. Wala taqum ala qabrihi, na wala usisimame juu ya kaburi lake katika kumwombea dua. Wanafiki, maana usimswalie wala usimwombee dua nafiki. Innahum kafaru billahi wa rasulihi, hakika wao wamemkufuru Allah na mtume wake. Wamatu wa hum fasiqun, na wakafa wao hali ya kuwa wao ni waasi, ni wenye kuasi. Kharijuna an ta'ati Allah, wametoka wao katika toa ya Allah tabaraka. Imana Allah tabaraka wa taala anamkataza mtume wake kuto kumswalia mnafiki ambaye amekufa. Almunafiqu la yusalla alayhi, mnafiki huwa hasaliwi wala yud'a alayhi, wala haombewi dua njema, dua istighfar. Tukibaini kwamba huyu ni mnafiki nifaqan i'tiqad. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, na wala usimswalie yoyote miongoni mwao katika wanafiki aliyekufa abadan, milele usimswalie. Wala taqum ala qabrihi, na wala usisimame juu ya kaburi lake. Innahum kafaru billahi wa rasulihi, hakika wao wamemkufuru Allah na mtume wake. Wamatu wa hum fasiqun, na wakafa na hali ya kuwa wao wametoka katika toa ya Allah. Wala tusalli ya Muhammad abadan, na wala usisali Muhammad milele ala ahadin mata min almunafiqin, juu ya yoyote ambaye alikufa katika wanafiki. Wala taqum ala qabrihi, na wala usisimame juu ya kaburi lake. Litad'uwa lahu, ili upate kumwombea dua yeye. Liannahum kafaru billahi ta'ala, kwa sababu wao wamemkufuru Allah hali ya kuwa ametukuka. Wa bi rasulihi sallallahu alayhi wasallam, wa matu wa hum fasiqun, na wakafa wao hali ya kuwa ni wafasik. Sheikh wangu anasema hapa, wa hadha hukmun aam, hukumu hii inaenea fi kulli man ulima nifaquhu, katika kila ambaye umejulikana unafiki wake. Hukumu inaenea adamu salat alayhi wa adamu alqiyam ala qabrihi liddu'a. Wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum, na wala zisikustaajabishe mali zao na watoto wao. Wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum, na wala wasikufurahishe. Sasa mali zao zisikufurahishe, mali zao na watoto wao. Innama yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fi dunya, hapana vingine anakusudia Allah awaadhibu wao kwa mali hizo na watoto wao fi dunya, katika hii dunia. Watazhaqa anfusuhum, na zitoke roho zao. Anfus kwa maana arwah. Wa hum kafirun, na hali ya kuwa wao ni makafiri. Kwa usione mali zao, wana mali nyingi, wana watoto wengi hapa duniani, ukastaajabika Muhammad. Kwa sababu sikufikia tu hivi. Wala tu'jibuka amwaluhum, na wala zisikupendezeshe mali zao. Wa auladuhum, na watoto wao. Innama yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fi dunya, hapana vingine anakusudia Allah kuadhibu wao kwa mali hizo hapa duniani. Watazhaqa anfusuhum, na zitoke roho zao. Wa hum kafirun, na hali ya kuwa wao ni makafiri. Wa idha unzilat suratun, na pindi inapoteremshwa sura yoyote katika Qur'an, an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi, kwamba yani sura hiyo inasema hivi kwamba muamini Allah na mpigane jihadi pamoja na mtume wake. Ista'adhanaka ulul tawli minhum, wanakutaka ruhusa wale wenye uwezo miongoni mwao. Waqalu, na husema dharna nakum ma'al qa'idin, tuache sisi tukae pamoja na wale wenye kukaa katika majumba yao. Pamoja na wale, yani hawataki tena kutoka. Wa idha unzilat suratun, na pili inapoteremshwa sura yoyote, sura hiyo ikawa inasema hivi an aminu billahi wajahidu ma'a rasulihi, kwamba muamini Allah na mpigane jihadi pamoja na mtume wake. Ista'adhanaka ulul tawli minhum, wanakutaka ruhusa wale wenye uwezo miongoni mwao. Waqalu, na husema dharna, tuache sisi nakum ma'al qa'idin,
tuwe pamoja na wale wenye kukaa nyuma. Wa idha unzilat suratun ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, pindi inapoteremshwa sura yote juu ya Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, ta'muru bil imani billah, sura ambayo inaamrisha kumwamini Allah, wal ikhlas lillah, wal jihad ma'a rasulillah, talaba al idhn minka ya Muhammad, wanataka ruhusa kwa wewe Muhammad, ulul yasari ulul tawl, ulul yasari, wale wenye uwezo pesa, min almunafiqin, katika wanafiq. Waqalu, na usema, utrukna ma'a alqa'idin, tuache sisi Muhammad pamoja na wale wenye kukaa nyuma, alajizina 'anil khuruj, ambao wameshindwa wao kutoka. Radu bi an yakunu ma'a alkhawali, Allah anaendelea asema wameridhia hawa wanafiki bi an yakunu ma'a alkhawalif, wawe pamoja na wale wanawake wenye kukaa majumbani. Watubia ala qulubihim, na zimepigwa muhuri nyoyo zao, fahum la yafqahun, basi wao hawatofahamu chochote katika haki. Allah amewafananisha wale wenye kukaa kutokwenda katika jihadi pasi na nudhuru za kisheria, yani mfano wao ni kama mfano wa wanawake wanaokaa majumbani, ikawa wanaangalia shughuli za watukana sabu. Radu bi an yakunu ma'a al-khawalif, wameridhia kuwa pamoja na wale wanawake wenye kukaa majumbani. Watubia ala qulubihim, na zimepigwa muhuri nyoyo zao, fahum la yafqahun, basi wao hawatafahamu. Radhiya haulai almunafiquna bi anfusihim bil 'ar, wameridhia hawa wanafiki kwa dhati zao aibu, wa huwa an yaqudu fil buyuti ma'a an-nisa'i was-subyan, nako ni kukaa katika majumba pamoja na wanawake na watoto, ashabi al-a'dha, na wale watu wenye dogo. Wa khatama Allahu ala qulubi, na amepiga muhuri Allah juu ya nyoyo zao, muhuri wa ukafiri, bisababi nifaqihim wa takhallufihim 'an al-jihad, kwa sababu ya unafiki wao na kule kukaa kwa nyuma, kuacha kupigana jihad. Wal khuruj ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na kule kuacha kutoka pamoja na mtume wa Allah, rehma na amani ziwe yake, fi sabilillah, katika dini ya Allah. Fahum la yafqahuna ma fihi salahuhum wa rashaduhum, basi wao hawatafahamu yale ambayo kuwepo kwa wao kule kutengamana kwao na ule uongofu wao. Lakini ar-rasul walladhina amanu ma'a, lakini mtume wa Allah na wale ambao walioamini pamoja na mtume, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, wamepigana jihadi kutumia mali zao na nafsi zao. Wa ulaika lahumul khairat, na hao wana wao khairi nyingi. Wa ulaika humul muflihun, na hao ndio wenye kufaulu. Allah tabarak wa taala anawasifu wale waumini walio pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam, walioshuhudia katika ghazawati, katika vita. Miongoni mwa vita hivyo walioshuhudia katika vita vya Tabuk, anawasifu Allah tabarak. Lakini ar-rasul walladhina amanu ma'a, lakini mtume wa Allah na wale ambao walioamini pamoja nao, min as-sahaba, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, wamepigana jihadi pamoja na wamepigana jihadi kwa kutumia mali zao na nafsi zao, maana wametoa mali zao na wametoa nafsi zao. Wa ulaika lahumul khairat, na hao wana wa khairi nyingi. Wa ulaika humul muflihun, na hao ni wenye kufaulu hao. In takhallafa haulai almunafiqun 'an alghazwi, kama watabaki nyuma hawa wanafiki kuacha kupigana vita, faqad jahada rasulullah sallallahu alayhi wasallam walmu'minuna ma'a, bas hakika ameshapigana jihad mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, na waumini pamoja naye, bi amwalihim wa anfusihim, kwa kutumia mali zao na nafsi zao. Wa ulaika lahumun nasr wal ghanimatu fi dunya, wao watapata wao nusra, wanake ushindi, wal ghanimatu, na ngawira, fi dunya, hapa duniani, ima wapate ushindi wapate ngawira na ngawira juu yake. Na ndio maana wa ulaika lahumul khairat, wa ulaika lahumun nasr wal ghanimatu fi dunya wal jannatu, na watapata pepo, wal karamatu, na kule kukirimiwa utukufu, fil akhirah, katika maisha ya akhirah. Wa ulaika humul faizun, hao ndio wenye kufaulu. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atujalie katika wenye kufaulu. A'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar,
amewaandalia Allah wao mabustani yapitao chini yake mito ya aina mbalimbali, khalidina fiha, hali ya kukaa humo milele. Dhalika alfawzul adhim, huko ndiko kufuzu kulikokuwa kukubwa kabisa. Allah tujalie katika wao, kwa sababu hata kutafuta ilmu ndio jihadi. Huko kutafuta ilmu ndio jihadi. Wanaona kazi ndogo huko nilikotoka mpaka kuja hapa. Sasa kama nimekuja na magari ya kifahari, nimekuja na basikeli. Kuna wengine pia wameazima zile basikeli. Basikeli haina dhambi. Na watu kutoka mbali kabisa wamekuja hapa. Hawataki chochote zaidi kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kapokea Abi Sa'id al-Khudri, vile kapokea Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam kharaja fi talab al-ilm, yani yule ambaye alitoka katika kutafuta ilmu huko alikotoka, min baladi, kutoka katika mji wake alikuipo, min baitihi, kutoka katika nyumba yake, kharaja fi talab al-ilm fahuwa fi sabilillah. Maana hapa shartiya, basi yupo katika kutafuta, yupo katika kunini, fi sabilillah, katika njia ya Allah, hata yarji mpaka atakaporudi. Hii jihad, talab al-ilm jihad, kama anavyosema ahli al-ilm. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe, atuingize katika hawa vile vile malipo ambayo tukawapata hawa vile vile. Allah tunamwomba na vile vile atujalie tuwemo katika hawa. A'adda Allahu lahum jannatin tajri, amewaandalia Allah hao mabustani yapitao min tahtiha al-anhar, chini yake aina za mito mbalimbali, khalidina fiha, hali ya kukaa humo milele. Dhalika alfawzul adhim, na huko ndiko kufaulu kulikokuwa kukubwa kabisa. Wajaa almu'adhdhiruna min al-a'rab, wakaja wale watu wajinudhuru katika mabedui, wajitu wa shambani, sukani al-badiya. Sasa wakazi wanaoishi mashambani ndio wanaitwa a'rab. Liyudhana lahum, ili wapate kuruhusiwa wao. Waqa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu, na wamekaa nyuma, wamekaa katika majumba yao wale ambao waliomsingizia urongo Allah na mtume wake. Sayusibu alladhina kafaru minhum, itawafikia wale ambao waliokufuru miongoni mwao, adhabun alimun, itawafikia wao adhabu yenye kutia uchungu. Sio na wasiwasi. Wajaa almu'adhdhiruna min al-a'rab, wamekuja wale watu wajinyudhuru katika mabedui. Ay wajaa jama'atu, na likaja kundi, min ahya'i al-arab, katika makabila ya Waarabu, haula al-Madina, wanaokaa kando kando ya mji wa Madina. Ya'tadiruna ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa wanatoa nyudhuru kwa mtume wa Allah, rehma na amani juu yake. Wayubayyinuna lahu ma hum fihi min ad-dha'f, na hali ya kuwa wanambainishia mtume na kumwekea wazi kwa yale ambao waliokuwa nao kutokana na unyonge, wa adam al-qudrati ala al-khuruj lil-ghazw, na kule kutokuwa na uwezo juu ya kutoka katika vile vita. Naam, kwa sababu walikuwa mabedui ambao walikuwa wanatamani kwenda katika vita, lakini hawakuwa na uwezo kutokana na unyonge wao. Hawana vifaa, hawana wanyama, hawana chochote. Walikuja ikawa wanatoa udhuru kwa mtume, ya Rasulullah, tunatamani sitwende katika ghazwa ambao alikuwa akiishi kando kando wa Madina, nje ya Madina, lakini sisi hatuna wanyama, ni mafakiri, hatuna kitu. Hakuja kutoa udhuru. Lakini kuna watu wengine ambao walikuwa na uwezo katika ghazwa, lakini hawakwenda. Uwezo wanao, lakini katika vile vita hawakuhudhuria. Allah tabaraka wa taala anaelezea, wajaa almu'adhdhiruna min al-a'rab, walikuja katika wale watu wajinyudhuru katika mabedui, sukanu al-badiya, mabedui wale. Liyudhana lahum, ili wapate kupewa ruhusa wao. Sawa, wapewe ruhusa kwamba basi kuna tatizo. Lakini wakati huo waqa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu, wamekaa nyuma wale ambao walomsingizia uongo Allah na mtume wake. Yani maana kuna watu wanyudhuru za uongo, hao wamekaa nyuma kabisa, kwa sababu kutakuwa katika vita min almunafiqin.
sayusibu alladhina kafaru minhum adhabun alim, itawafikia wale ambao waliokufuru miongoni mwao adhabu yenye kuchungu. Laisa ala dhuafa, hapana juu ya wale wanyonge, wala ala almarda, wala hapana juu ya wale wagonjwa, wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun, na wala hapana juu ya wale ambao hawajapata kile ambacho watakachokitoa. Harajun, hapana dhambi kukaa majumbani. Idha nasahu lillahi wa rasuli, pindi watakapomnasa Allah na mtume wake, pindi watakapomtakasiania Allah na mtume wake, hawana dhambi. Ma ala almuhsinina min sabil, kwamba hapana juu ya wale wenye kufanya wema, min sabili, hapana njia ya kulaumiwa. Wallahu ghafurur rahim, Allah ni mwingi wa kusamehe na mwingi. Maana Allah tabarak wa taala kuna watu amewatoa kwamba hawa hawawezi kulaumiwa wala hawana dhambi kwa kule kuacha kwao kutokwenda katika vita. Wanyonge ambao hawana uwezo, wenye ugonjwa, wale ambao mtu hana chochote, hana mnyama wala hana chochote, yupo tu, yani wujudu wa adam wujudihi sawa, kuwepo kwake na kutokuwepo kwake sawa sawa. Ndio sawa. Laisa ala dhuafa, hapana juu ya wale wanyonge, wala ala almarda, na wala juu ya wale wagonjwa, wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun, na wala hapana juu ya wale ambao hawajapata kile watakachokutoa. Harajun, hapana dhambi kwa watu hawa. Idha nasahu lillahi wa rasulihi, pindi watakapomtakasiania Allah na mtume wake. Ma ala almuhsinina min sabili, hapana dhambi, hapana juu ya wale wenye kufanya wema njia ya kulaumiwa, hapana. Wallahu ghafurur rahim, Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwenye huruma. Bimaana laisa ala ahli al-a'dha, kwamba hapana juu ya wale watu wenye nyuhuru, min adh-dhu'afa, katika wale wanyonge, walmarda, na wale wagonjwa, walfuqara, na wale mafakiri, alladhina la yamlikuna min almal, ambao hawana uwezo kumiliki mali, ma yatajahazuna bihi lilkhuruj, mali ambao watakaojiandaa kwa mali hiyo kutoka katika vita. Ithmun, hapana dhambi yoyote, fil qu'ud, watakapokaa katika majumba yao, si wananunuru. Hizi nyudhur zinazingatiwa. Idha akhlasu lillahi wa rasulihi, pindi watakapotakasa nia zao kwa ajili ya Allah na mtume wake. Wa amilu bi shar'ihi, na wakaifanyia kazi sheria yake. Tuko sawa? Hapana dhambi. Ma ala man ahsana mimman mana'ahu al-'udhr 'anil jihad, wala vile vile hapana kwa yule ambaye amefanya vizuri katika wale ambao imemzuia yeye ni nguvu zake kuacha kupigana jihadi katika dini ya Allah. Wa huwa nasihu lillahi wa rasulihi, na hali ya kweli mwenye kumtakasiania Allah na mtume. Wala ala alladhina, wala hapana juu ya wale ambao idha ma atauka, pindi watakapokujia ya Muhammad, litahmilahum, ili uwachukue wao uende nao katika vita. Qulta, ukawaambia, la ajidu ma ahmilukum alayhi, sijapata mimi kile mtakachowachukueni ninyi juu ya kitu hicho. Tawalla, wanaondoka watu hao, wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i, na hali ya kuwa macho yao yanabubujikwa na machozi, hazanan, kwa ajili ya kuhuzunikia, alla yajidu ma yunfiqun, kwamba hawajapata kile ambacho watakachokutoa. Pia hawana dhambi. Bimaana kwamba kuna watu wengine walikuja kwa mtume wa Allah wakasema, ya Rasulullah, sisi hatuna, lakini tuomba utupe sisi wanyama tutapigane katika vita. Mtume akamwambia, mimi mwenyewe pia sina vile mimi cha kuwapa mnyama wote, sina. Watu hawa wakaondoka hali ya kuwa machozi yanabubujika, wanalia kwa ule uchungu, kwa ule huzuni unaowapata. Watu kama hawa pia nao hawana dhambi, hawana tatizo kukaa katika. Na hilo tunasema kwamba miongoni mwa sharti za jihadi istitaa, uwezo. Sio kurupuke tu jihadi alafu uwezo wa mali, uwezo wa kinguvu na uwezo wa kimali. Sawa, Allah katuna udhuru katika hilo. Kwa kama tutokea watu kusema kwamba sisi hatuna uwezo wa silaha kama na watu hawa, waambiwa ni wanafiki. Kwa China wakasoma
wala ala alladhina, wala hapana juu ya wale ambao idha ma atauka, pindi watakapokujia wewe. Idha ma atauka, pindi walipokujia wewe. Ma hapa ni zaidi, litahmilahum, ili uwachukue, ili uwabebe wao, ili uwachukue wao wende nao katika vita. Qulta, huwaambia la ajidu ma ahmilukum alayhi, sina mimi kile ambacho nitakachowachukua nyinyi juu ya kitu hicho, sina cha kuwapa, sina mnyama nini. Tawallau, wanaondoka. Wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i, na hali ya kuwa macho yao yanabubujikwa na machozi, hazanan, kwa ajili ya kukasunikia, kwa ajili ya husni iliyojaa katika nyoyo zao. Alla yajidu ma yunfiqun, kwamba hawajapata kile ambacho watakachokitoa. Pia hawa hawana dhambi. Wakadhalika, namna kama hivyo, la ithma ala alladhina, hapana dhambi juu wale ambao idha ma jauka, pindi watakapokujia, yatulubuna an tu'inahum bihamlihim, hali ya kuwa wanataka uwasaidie wao kwa kuwachukua wao ila jihadi, kwenda katika jihadi. Qulta lahum, unawaambia la ajidu ma ahmilukum alayhi min ad-dawa, sijapata mimi cha kuwabeba nyinyi juu ya wanyama. Fansarafu anka, basi kawa wanaondoka kuepukana na wewe. Waqad fadat a'yunuhum, hali ya kuwa yanabubujika machozi macho yao. Damaan asifan ala ma fatahum, kwa yale ambayo yaliwapita wao. Min sharafi al-jihadi wa thawabi, kutokana na utukufu wa jihadi na malipo yake. Liannahum lam yajidu ma yunfiqun, kwa sababu wao hawajapata kile ambacho watakachokitoa. Wayatahammaluna bihi liljihadi fi sabilillah. Innama as-sabilu ala alladhina yasta'dhinunak, hakika hapana vingine, njia ya lawama ni juu ya wale ambao wanaokutaka ruhusa wewe. Wa hum aghniya, na hali ya kuwa wao ni wapasi, wenye kupasika. Radhu bi an yakunu ma'a al-khawalif, Allah tukana tena, wameridhia wao kukaa pamoja na wale wanawake wenye kukaa nyuma. Wataba Allahu ala qulubihim, na amepiga muhuri Allah juu ya nyoyo zao. Fahum la ya'lamun, basi wao hawatojua, manake hao hawajui. Hawa ndio watakuwa sasa. Mtu ana uwezo alafu anakuja kwa mtume wa Allah, rehma na amani zuri yake, anataka idhini kwamba abaki nyumbani. Uwezo kuna kupigana vita anao, nguvu anazo, mali anazo, nyama anaye, mapanga na mashoka na visu anazo. Naam, wanyama pia anao. Alafu yeye mwenyewe tukaamua tu akatoe udhuru wa uongo, akatoe idhni ya uongo aruhusiwe kukaa na hali ya kuwa hana sababu yote kumsingi. Hapo tutakuwa na lawama kwa Allah tabaraka. Innama as-sabilu, hakika njia ya lawama, njia ya kulaumiwa, ala alladhina yasta'dhinunak, juu ya wale ambao wanaokutaka ruhusa wewe Muhammad kukaa katika majumba yao, kutokuacha kwenda kupigana vita. Wa hum aghniya, na hali yako wao ni matajiri. Radhu bi an yakunu ma'a al-khawalif, na wameridhia kukaa pamoja na wale wanawake wenye kukaa. Wataba Allahu ala qulubihim, na amepiga muhuri Allah juu ya nyoyo zao. Fahum la ya'lamun, basi wao hawatambui. Innamal ithmu, hapana vingine dhambi. Wallawmu, na lawama, ala al-aghniya, ni dhidi ya hawa matajiri. Alladhina jauka ya Muhammad, dhidi ya hawa wenye uwezo ambao walikujia Muhammad. Yatlubuna al-idhna bitakhalluf, hali ya kuwa wanataka ile ruhusa ya kule kukaa kwa nyuma. Wa humul munafiquna al-aghniya, na hali ya kuwa wao ni wanafiki tena wenye kujikwasa, wenye uwezo. Ikhtaru li anfusihim al-khulud, wakachagua kwa ajili ya nafsi zao kukaa ma'a an-nisa'i wa ahli al-a'dha, pamoja na wanawake na wale watu wenye dhuluma. Wa khatama Allahu ala qulubihim bin-nifaq, na amepiga muhuri Allah juu ya nyoyo zao kwa sababu ya unafiki. Fala yadkhuluha iman, nyoyo zile haziingizwi tena na imani. Fahum la ya'lamuna su'a aqibatihim bitakhallufihim an, na hali ya kuwa wao hawajui mwisho mbaya wa mwisho wao kwa kule kukhalifu kwao kwako wewe. Watarkihimul jihad ma'a, na kule kuacha kwao kupigana jihadi pamoja na wewe. Nadhani hapa tunasimama hapa mashallah, na huu ni ukomo wa juzuu ya 10. Juzuu ya 10 itamalizika hapa, na darasa yetu tutaifunga leo hapa. Darasa yetu tafsiri leo tutaifunga rasmi. Rajab ngapi leo? 12.
14 kwanza 14 leo basi sio kweli Rajab 14 tulifunga darasa la tafsiri leo hapa bismillah inshallah mpaka Shawwal 15 bismillah alkarim tunaweza kuifungua Allah akitupa tawfik kwa tuna kama miezi mingapi milioni 3 na nusu kwa milioni na nusu basi tunafanya muraja kwa hapa tunasoma juzuu 10 nyingi sana tena sio juzuu 10 tu nadhani tulianza sawa gani juzuu ngapi 27 maana juzuu 13 tunasoma nyingi sana kwa jitahidini msifanyie murajaa na msifanyie kazi kwa ambacho tunafanya nasimama hapa mtawaambia wale ambao hawakuja mpaka Shawwal 15 biidhnillah tutakuja kufungua darasa zetu. Kwa sawa? Kwa kipindi hichi tutaachia wanafunzi kwa ajili ya kujiandaa na mitihani, kufanya murajaa, tulifanya hivi kwa makusudio haya. Inshallah Shawwal 15 tutafungua darasa hili tutaendelea. Tunaomba Allah tabaraka wa taala tufikishe. Kwa sawa jamani? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب